Kitu gani shetani anatumia kuhamisha matatizo ya vizazi? Tatizo la kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, shetani anatumia nini? Roho za family spirit hufanya kazi na vitu ninavyovitaja. Jambo la kwanza, Walawi mlango wa 17 mstari wa 11. Jambo la pili, roho za familia ama hizi roho zinafanya kazi na ardhi, vitu ambavyo shetani anatumia. Roho za wahenga, siku hizi mmezipa jina zuri sana, wahenga. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 17. Nitakufundisha kule mwisho. Hizi roho za wahenga zinafanya kazi na ardhi, Mwanzo 3:17. Jambo la tatu, hizi roho zinafanya kazi na maneno, na hapa ndio kama kuna kichwa cha somo letu leo. Zinafanya kazi na nini? Na maneno. Kwenye maneno andika Ayubu 5:21, andika Isaya 54:19, alafu andika Yakobo 3 mstari wa 5 mpaka wa 8. Hizi roho zinafanya kazi na maneno, yaani adui anafanya kazi kuhamisha hizo roho na maneno. Jambo jingine, hizi roho zinafanya kazi na majira. Mhubiri 3:1 mpaka 11 utasoma. Zinafanya kazi na majira. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la 5, zinafanya kazi na nini? Na majina. Kwenye majina, Mwanzo 38:6. Jana tulizungumza kidogo kwa habari ya Tamari, kwa hiyo andika tu, zinafanya kazi na majina. Mwanzo 38:6 na Samueli wa pili 13 mstari wa 1 mpaka wa 6. Zinafanya kazi na majina. Na jambo la 6, hizi roho zinafanya kazi ama zinahamisha uharibifu wa kizazi kimoja kwenda kingine na uzao. Sasa nitakuelezea uzao kivipi. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa 20 na mstari wa 5, adui anahamisha matatizo kwenye kizazi kimoja kwenda kizazi kingine kupitia uzao. Hizi roho zinafanya kazi na sikukuu. Naposema sikukuu, jambo la 7, sikukuu, holidays. Yaani unasikia siku ya kuzaliwa, sijui nini, holidays, harusi, Christmas. Na ndio maana ni muhimu sana kuwalinda watoto wako sikukuu, kama sikukuu za Idi, sikukuu ambazo zinajumlisha familia. Luka mlango wa 23 mstari wa 17 na 18. Alafu jambo la 8, hizi roho zinafanya kazi na matukio. Nitakueleza tu kule mwisho tofauti ya sikukuu na matukio ni nini. Na jambo la mwisho, zinafanya kazi na jinsia. Yaani adui anahamisha vitu, matatizo kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine kupitia haya mambo. Nikianza kidogo tu na jinsia, Biblia imewataja wanawake wachache sana. Kitabu cha Mathayo mlango wa 1, nisome tu haya maneno machache kwenye kitabu Mathayo mtakatifu mlango wa 1. Biblia inasema mstari wa 1, kitabu hiki ni kitabu cha ukoo cha Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Anaendelea, akamzaa Nashoni, Salmoni. Lakini mstari wa 5 Biblia inasema Salmoni akamzaa Boaz. Kwa nani? Mathayo mlango wa 1 mstari wa 5. Biblia inasema Salmoni akamzaa Boaz. Wangapi mnamkumbuka Rahabu alikuwa nani? Rahabu alikuwa nani? Kwa hiyo tunamuona hawa wote kina Ibrahimu walizaa watoto, lakini hawajatajwa wa mama zao. Zile roho zinafanya kazi na jinsia. Kwa ni wanawake wachache wametajwa kwenye Biblia, ni jinsia tofauti, na wanapokuja ili vile vitu vihame kutoka kwako viende kwingine. Na ndio maana nilitamani sana nizungumze habari ya mkuu wa giza katika familia. Sasa sijapata nafasi, nimemwambia Roho Mtakatifu. Ndio maana nimesema hii semina hata ingekuwa mwezi mzima, maana kwenye familia ya kwenu ni muhimu sana kujua ni nani kwa sasa ni kuhani wa giza. Yaani kila familia kuna mtu kwenu ni kuhani wa giza. Inawezekana hata ni baba yako ni kuhani wa giza. Inawezekana hata baba yako ni mchungaji, lakini kura ilikuwa inamwangukia na akashindwa kujua kwamba yeye kwa sasa hii kura inamwangukia. Kwa hiyo akaanza kutumika na ni mchungaji. Yaani kwamba matatizo yote, shida zote, laana zote, magomvi yote yanatokana na yeye. Yaani yeye ni mtu wa kukriticize na kukataa mambo mema kwenye maisha ya wengine, pamoja na kwamba ni mchungaji. Nakwambia kuna makanisa mengi sana nimeyaona mimi, hasa nikikua. Siku hizi sijui sana, lakini hata sasa nimeyaona.
Hata juzi tu kuna rafiki yake baba Alfa alikuwa anaoa. Yaani adui yake wa kwanza, yaani mshirika anaoa, lakini anayempinga huyo mshirika ni mchungaji. Yaani fikiria wewe huko, umeenda huko ukakamata swala wako Samuel umeleta hapa kuchinja. Yaani anayekataa usichinje ni mimi. Ni dada amekaa amejitunza miaka mingi, hana mchumba, amekaa amepata mlugaluga wake amemleta. Yaani anayepinga wa kwanza ni mchungaji. Sasa mchungaji utanioa? Kijana akapambana, akaona mchungaji anielewi, akapiga dada mwereka, akampiga mimba. Yamkini mchungaji atalegea sana, hapana. Sasa mimi nikaingilia kati, mchungaji kimekuwaje, mbona unakataa? Hana sababu za kimsingi. Huyu ni mama yako? Hapana. Ni dada yako? Hapana. Mjomba yako? Hapana. Ni shangazi yako? Hapana. Unapinga ni unajua huyu kijana aniheshimu tu, aniheshimu. Mkuu wa giza. Ni muhimu sana kujua unajua kuna jambo likienda likafika mahali mrema, likiingia kwenye ofisi ya huyo mtu limekwama kabisa completely. Hata ni leseni, hawa wakuu wa giza wanakaa kwenye ofisi. Nikiongeza watu wa serikali wanajua. Yaani unakuta yuko ofisini, hilo faili linasogea huku mpaka kwa wakubwa zake litapita, likija kwake limekaa. Ni cheki ya benki, yaani inapita kote inakopita, ikifika kwake imekaa. Halafu kienda kwambia mbona una haraka sana? Una haraka ya nini? Taratibu bwana, taratibu. Unaambia bosi, uone imeshasajia sana, tulia kidogo. Unajua nilikuwa nimeenda kule Kikatiti, nikarudi nikaenda Moshono, nikarudi nikaenda hivi. Kesho tukutane saa 2 hapa. Ukifika saa 2 hayupo, yuko hospitalini. Ukimpigia niko kwa daktari hapa nangoa jino. Siwezi kuongea. Unaambia sasa tufanyaje bosi? Sasa bahati mbaya nimefungia hizo mafaili hapo ndani. Hata secretary angekupa na ufunguo niko nao. Unamfuata hospitalini unakuta ameshachukuliwa na bodaboda, kapelekwa kwake na aongei tena, kapigwa plaster. Yaani siku 7 ndio anapata nafuu. Unakuta jambo lako limekwama. Iwe ni mkopo unakopa, mkuu wa giza yuko pale. Yaani Roho Mtakatifu aliponifunulia hiki kitu, habari ya wakuu wa giza, nikasema naomba nifundishe Bwana. Na mimi namuomba Roho Mtakatifu kwa kuwa ananisikia, na wewe ni mwana wa Moria, kuna siku nitafundisha vizuri. Huyo mtu akiwa ni mama yako, uwe na uhakika unaweza usitoboe maisha. Yaani anasubiri kukiwa na mipango mizuri anakuja kukulaani. Anasema nakuona Mama Alfa unatembea na pendo, na mimi nasema hivi, kama mimi nimekuzaa endelea naye. Na kama utaachana na huyo mtu, mimi na wewe usiwahi kunipigia hata simu. Na ni baba yako, ni mama yako. Unamuuliza Pendo ana matatizo gani? Anakwambia mimi unajua hata Pendo alikuja hapa siku ile tumefiwa, sisi na bibi yako unajua. Unamuuliza kwani baba inahusu nini? Unajua wewe huyo mwanamke umjui tu, unajua analeta malongo kibao. Usipokuwa na hekima unaweza kupishana na baraka. Kwa sababu nani ya kinywa cha huyu mtu ni mzazi ambaye ana nafasi ya baraka. Lakini wakati huo kwenye ulimwengu wa roho amechaguliwa na ulimwengu wa giza kuwa mtawala na msimamizi na kuhani wa mabaya kwenye nyumba yenu. Mtu mwingine akachumbia akaniambia, baba hebu niombee. Hili jambo ameshalijua mzazi wangu fulani, na likifika kwake jambo lolote limekufa. Na kweli lile jambo likafa. Unajua kisha mjua mkuu wa giza unamwepuka sijui mambo yako. Wewe unaambiwa tu jambo hili lisiende hivi na hivi, wewe unaanza unakumbuka wale watu. Kuhani wa giza analijua, akilidaka pap analimeza, alafu anatulia nalo, anatafuta neno la kusema. Sasa ni vizuri sana kuwajua. Unajua, na ukishamjua unakuwa na utulivu, haugombani naye. Kuna watu mko hapa mnakimbelembele na mama yako, kila siku unapandishana mama yako, mama unajua wewe mama, sikiliza uelewe unachofanya. Una baba yako, baba. Yaani siku zote ukiongea na baba yako ongea kwa sauti ya chini. Ukishamjua ni mkuu wa giza, ni kuhani wa mabaya kwenye familia yenu, weka mdomo chini, shuka. Ongea naye taratibu. Msemeshe taratibu. Jaribu kumficha details. Mfiche details, unamficha vitu. Kama ni bosi wako kazini, mfiche bosi wako. Kila mahali pana wakuu wa giza, unamficha details. Hata kama ni kanisani hapa wapo. Kuna watu wako hapa kwenye kwaya hapa. Kuna watu wako hapa ni waimbaji lakini ni wakuu wa giza. Ni makuhani wa mabaya. Yaani akaona kadada kamekuja tu kakaanza kuimba hapa, Bwana asifiwe nini na nini, anaanza kuleta mdomo. Akipewa mic aimbe tena. Shangilia Yesu. Alafu kimwambia vipi mbona aimbe anafanya. Akipiga mic inaongea. Mbona uimbi? Kuliko yani wewe ukiimbisha yeye apokei. Makuhani wa mabaya. Na usipowajua
Yaani unaweza ukawa hata hapa kanisani watumishi hawa kabisa unaona kina Titus. Unajua mimi siwezi kujua maana mimi na mamlaka juu yao. Yaani baba Alfa sijui kama ni mkuu wa babaya, sijui kabisa. Hata Chris sijui. Hata mimi Titus sijui. Yaani mimi siwajui, kana Samuel sijui. Lakini wao unajua tu kwamba jambo lako likifikaga wapi linakwama. Sasa usianze mashindano nao. Unajua huyo mtumishi anipendi. Si kwamba hakupendi. Kuna ufalme kwenye ulimwengu wa roho unakuzuia na unatumia watu wenye hiyo mamlaka ya mabaya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pokea huo ujuzi wa kuwashinda kwa jina la Bwana. Nasema pokea huo ujuzi wa kuwashinda kwa jina la Bwana. Ningeenda mbele kidogo ningekuonyesha kwa habari ya Mordekai na Esther na nani na Hamani na nani na mfalme. Hawa watu wanne. Esther alikuwa na agenda yake. Lakini alijua kwenye agenda yake kuna mkuu wa giza. Alikuwa anaitwa nani? Kwa hiyo namna ya kufikisha hoja hakuenda tu, maana mfalme ni mme wake. Angeweza tu akajipenyeza siku amelala kitandani anambusu anambia hani. Akajua hamna. Haiwezekani kwa sababu neno la mkuu wa giza linaenda beyond honey sweetheart, linaenda beyond. Kwa hiyo akajua cha kufanya, kwa sababu wakuu wa giza wana officialize, wanafanya zile agenda kuwa maalum. Tulikuwa hapa na mzee John amepambana vita vya kwao kila mahali, mama, mke, nani, ndugu, kila mtu amtaki. Amekuja hapa, Mungu amempa upenyo kidogo, ukipiga simu yake mama yake anapokea. Line ni ya John na ameisajili akiwa hapa Moria, lakini ukipiga simu mama yake ambaye yuko Singida, alishaachana baba yake, anapokea. Sio mara moja, sio mara mbili. Na mimi nikawa simwambii John, nikapata nafasi ya kumuombea. Kumbe na wao wanakuwa wanapiga watu wakimtafuta John, ananiambia, nikamwambia mimi namtafuta John Jumanne Kiemi. Akanambia ndio, mimi ndio mama yake. John naye akaambiwa, akaamua ngoja nipige hii simu. Akapiga hiyo namba. Alipopiga, yani anajipigia, akachukua simu nyingine akajipigia namba yake. Akapokea, yani simu iko hapa, akapokea mtu Singida. Anambia wewe ni nani unapokea namba yangu? Asema alipoendelea kuongea akaisikia sauti ya mama yake. Jamaa, imekuwa kuaje? Hivi unafanyaje? Unajua hivi vitu ni vya kiroho. Alimpigia kwa namba hiyo. Unajua pepo hazina mipaka ya mawasiliano. Mashetani hayasemi unajua sina address yako. Yaani shetani hahitaji wewe namba yako ya siri, password hahitaji. Elimu ya ulimwengu wa roho iko beyond elimu hii unayoiona ya maroketi na nini. Iko mbele. Ukimthibiti mkuu wa giza. Unajua alipojua Esther. Sasa hii naongea sana, najua kuna mtu nitakuwa namsaidia mahali. Alipojua Esther kwamba Haman ndio mkuu wa giza, akaandaa sherehe. Akapeleka ombi maalum kwa mmewe ambaye ni mfalme. Na yeye ni malikia. Kumbuka, sikiliza nikueleze. Watu hawajui vizuri. Mfalme alikuwa na wanawake wengi. Na wakati mfalme amemuondoa Vashti, alikuwa malikia. Katikati ya wanawake wengi hawa wa mfalme, wanawake wengi wa mfalme, inawezekana ni 150, hawa wote wanaitwa wake za mfalme au masuria wa mfalme. Mfalme ndiye anayeamua kumpandisha cheo, huyu awe mke, huyu abakie kuwa suria. Ukisikiliza habari ya Sulemani, alikuwa na wake 300 na masuria 700. Kwa hiyo hawa aliowachagua kuwa 300 ni yeye anampa heshima. Anamwambia leo umenifurahisha sana, umepiga chakula kizuri, kuanzia leo hautakuwa suria, utakuwa mke. Kwa hiyo unahama kwenye zile nyumba za mabweni, unakuja huku kwenye nyumba yako. Kwa hiyo ukishakuwa mke unajengewa nyumba yako na wafanyakazi. Na Vashti alikuwa ni mke ambaye alichaguliwa na mfalme awe nani? Awe malikia. Wakati Vashti ameondolewa kwenye cheo cha malikia, sasa mfalme anataka kupata malikia mwingine. Walichaguliwa mabinti bikira, wadada warembo wa nchi, wakaletwa mwaka mzima, wakafundishwa tamaduni na mila na sheria za kinini za Kiajemi pale, ili ajifunze namna ya kuingia kwa mfalme. Kwa mwaka mzima wanalelewa na matowashi. Wanaume walioko huko wote hawana nguvu za kiume, wamehasiwa ili wasiguse nani? Mke ama mtoto wa nani? Wa mfalme. Ndio wako kule, na wanawake wanatunza, wanawahudumia. Kwa hiyo kila siku
Mfalme siku anajisikia, anasema nileteeni mmoja niangalie kama anafaa kuwa nani, kuwa mke, kuwa malkia. Kwa hiyo wakatestiwa wengi, na wote wanaotestiwa hawarudishwi tena kwao, wanabakia kwenye jumba la kifalme, maana wanachujwa mpaka wanapatikana, huyu hana degedege, huyu hana kifafa, huyu kwao hamnaga mwenye kidonda. Alafu sasa akishapatikana, hata kama mfalme akisema huyu hafai kuwa malkia, arudi kwao, anabaki kuwa suria. Sasa huyu Esther amechaguliwa kuwa malkia, akatengeneza akasema, mfalme na uishi milele, uniruhusu mimi malkia mke wako uliyenichagua, ukawaacha maelfu wakaondoka, ukanifanya mimi kuwa wa kwako, na mimi nimekupenda, nitakuombea daima, moyo wangu utakuwa na wewe popote, ukifa kabla yangu nitakufa na wewe, nitazikwa hapo pembeni. Ninakuomba niandae chakula ukipendacho, uje wewe ule, lakini usije mwenyewe, uje na Hamani mkuu wa giza. Namna ya kumdhibiti mkuu wa giza si kitu rahisi. Unajua, unaweza ukapata habari za kuhani wa giza alafu ukaenda kuropoka ukafa baadaye. Yaani maneno ya mkuu wa giza, kuhani wa mabaya, akitamka, akizungumza, yani yanakupata hapo. Yani unajua, unakaa katikati ya watu wote. Mimi siku moja nimeitwa kwenye kwaya. Tulikuwa sisi, nimeanzisha kikundi cha huduma, tunafanya huduma kwa bidii. Sasa mkuu wa giza akasimama katikati, tuko na askofu, tuko na mchungaji kiongozi na wazee wa baraza na watumishi, akasema, Elibariki, ukumbuki juzi ulipokuja ukaniambia nikuombee sala ya toba ulivyozini na fulani? Katikati ya askofu, mkuu wa jimbo na wachungaji wote. Hiki kikundi chenu mnachoanzisha hapa, lakini Mungu naye alimpiga yule jamaa, si mchezo. Ukumbuki juzi? Yani saa hizo ni Titus anakuja, alafu anasimama, alafu anatokea mzee wa kanisa hapa, si kama chonjo, yani mtu ambaye hata si mtumishi, anakujaga tu hapa, alafu huyu bwana ni mlevi hata, na watu wote wanajua na maisha machafu. Eti mimi nitoke, Titus atoke akaombe yule mzee asiye na PO box amuongoze sala ya toba. Lakini kwa kuwa alikuwa ni kuhani wa mabaya, watu wote wakaamini, mpaka mchungaji, mpaka mkuu wa jimbo, wote wakaamini. Nikasimama nikasema, wewe nitakulaani ufe kwa jina la Yesu. Wakaniangalia, wakaniambia, fikiria mimi naongea kwa ukali na mamlaka. Nikaambiwa, kaa chini, kwa maana neno la mkuu wa giza lina nguvu. Wewe yani unapeleka barua yako hivi, mkuu wa giza anapita, wakati unaenda lazima uwafunge hao. Wakati unafanya, unapeleka barua ama ni fomu, unarudisha, unawafunga wakuu wa giza, unawafunga makuhani wa mabaya, unawafunga kwa jina la Bwana, unawafunga, nasema unawafunga kwa jina la Bwana. Alafu unaingia kwa mamlaka, unasema mkitoka kushoto na wafunga. Unaweka hapo tu. Mkuu wa giza anasema, huyu dada alikuja hapa, alikuwa anataka tenda ya kuuza hapa. Sema, chana huyo dada, ni mchawi kwanza. Hujamwona? Akasema, unamjua? Simjui, lakini ulivyomuona tu, si amekaa kichawi kabisa. Huyu akija hii ofisi yetu mkampa kazi, atakuja atuloge hapa. Achana naye, anaonekana hata na mdomo. Unaona vile alikuwa anaongea na mlinzi pale getini. Yaani unashangaa bosi anachukua hiyo barua yako hapo anadumbukiza kwenye dustbin. Na hiyo kazi ilikuwa ya kwako. Yeye nakumbuka huyu mzee akasema, nayo yeye alikuwa ni mwenyekiti wa kwaya, sijui mwalimu wa kwaya nyingine hapo. Nikamwambia, ujue mimi ni mtumishi wa Mungu, ninatetemeka hivi. Moja mbili na yote niliyomwambia akampata, lakini tayari alisha kuvua nguo. Yani never. Esther alijua vizuri, kwa hiyo hakushindana na Mordekai na Hamani. Alijenga kwanza hoja, mpaka mfalme akajiuliza, huyu ni mke wangu. Yani fikiria wewe Titus, unataka kwenda kuongea na Samuel, unaenda kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji Samuel Magero, nakupenda sana baba, ninaomba jioni hii kutoe auti ukale mahali pizza na kahawa. Anakwambia sawa, nitakwenda Titus. Na neno kubwa kwenye akili ya mzee Samuel, atajua kijana wangu anataka kuoa, labda anataka kuniambia niwe mdhamini wa ndoa ama nimsaidie mchango, si ndio? Wakati anataka kuondoka, anambia, baba naomba usimwache mke wako, usimwache. Na alafu ukiweza baba, nakusii umchukue na mzee Joni, au sasa tumtoe mzee Joni pale, na tumchukue na Hamani, yani yule sasa ambaye ni nani, ni mbaya wako sasa. Sasa Titus kama anataka kwenda kuniambia niwe mdhamini wake na mke wangu, alafu saa hiyo niende na mzee Chonjo, niende na mzee Joni, niende na fulani, huyu fulani ana kazi gani? Akijaribu kumuanisha anafanya nini? Anashindwa kukaa, lakini ananyamaza.
Anaenda pale anaandaa chakula. Mfalme akala akashiba. Akamwambia sawa. Unasemaje? Sema hapana, uwe na amani tu. Kesho tena huyu hapa. Mpaka ikajenga ngome kwenye moyo wa nani? Wa mfalme. Siku mfalme alisikia, alimuuliza tu, wewe mke wangu, huyo mtu anayetaka kuua uzao wako wote ni nani? Ni nani huyo mtu? Kama yuko kwenye utawala wangu ni nani? Mfalme akakasirika kabisa. Ni nani? Roho wa Bwana amekuja juu yake. Haleluya! Niambie haraka nimrarue. Ni nani huyo mtu? Yaani umepika chakula kitamu hivi juzi, jana, juzi ile, kila siku unanipa mapenzi. Ni nani huyo mtu? Ni nani? Hamani akajua kimefanya nini? Kimeumana. Akajua hawezi kumgusa mfalme wakati mfalme ana nini? Ana hasira. Kwa hiyo akwenda kumwangukia ni nani? Ni mke. Alipoenda kumwangukia mke, mfalme akasema, unamfanyia ziaka Malkia nikiwa hapa? Kumbe hizi stories ni za kweli eh? Mke wa mfalme haguswagi. Na ndio maana lazima, nimekuambia, uponyaji wa tatizo ni lazima ulijue kwanza. Tafuta kulijua tatizo. Unajua kama wahaya wana roho ya maringo yanayowazuia wasikubalike, usiwe unabisha tu kwa sababu wewe ni mhaya. Unabisha, hapana, wahaya hawana hizo tabia. Naomba nikwambie, kwanza kama hiyo tabia itafute kama kwako ipo. Mnanielewa vizuri eh? Ukishajua hiyo tabia ya wahaya, hiyo tabia ya Wanyaturu, nimezungumza sana. Kumbuka nikwambia, hizi roho zinafanya kazi na makabila. Na ukisikia kelele na maneno mengi yanasemwa juu ya kabila fulani, usifanye ni mchezo. Mimi unajua wanawake wa Kichaga, wa Machame, huwa waume zao wanakufa mapema. Na mimi nikasikia, nikawa napuuza. Lakini siku moja Bwana akanitoa Mererani. Mama Bishop anakumbuka. Tukaenda Machame kwa Mengi. Tukaenda nyumbani kwa mjomba wake na Mengi. Na aliyetupeleka ni mama ambaye ni Marangu. Huyu mama ni Marangu, ananipeleka kwenye familia ambayo kwenye hii familia huyu baba wa boma alikuwa ni manager wa General Taya. Lakini akafa akiwa manager kidogo, yani wakati General Taya imewika akafa. Kwa tukaondoka tukaenda kufanya maombi ya siku 3 mfululizo. Tulipokuwa tunaomba kwenye ile, na tulikuwa ni timu ya watu, magari sijui mawili mangapi, tumeenda tunaomba. Hata hapo mahali mpaka leo kinipeleka sipakumbuki. Lakini tulipokuwa tunaomba usiku mmoja, Roho Mtakatifu akaniambia, sikiliza, wanawake wa Kimachame hawawaui waume zao, bali kuna roho zinazofuata damu yao kuua waume zao. Sasa ngambia Roho Mtakatifu tunafanya, anasema ili kama we ni dada, ni mama, ni mwanamke wa Kimachame, unapokuwa umeolewa, cha kwanza unajitenganisha na nguvu ya mauti inayofanya kazi na wanawake. Kama kuna mtu amenisikia aseme amina. Yaani usipofanya, hakuna mtu anaweza akaua mume wake, hawaui. Anapata ajali kawaida. Ile roho ya mauti inakaa ndani ya mwanamke, inamla yule mwanamume. Na lengo ni nini? Ni kuleta supremacy ya mwanamke. Yaani kwenye kabila la Wachaga, wa Machame, wanawake kuna supremacy. Kuna roho ya utawala. Sasa ili huyu mwanamke awe mtawala, inabidi anaolewa, anazaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mume anakufa, alafu yeye anakuwa mtawala wa mali na vitu vyote. Kwa hiyo anaanza kuwalea watoto wake na wajukuu kama mume na kama mama. Kwa hiyo hao watoto wanakosa ubaba. Na mtoto yeyote aliyelelewa na mama bila baba huaga ana tabia za umama mpaka maisha yake, hata angekuwa mwanamume wa namna gani. Sasa shetani ili atawale hiyo familia, anamuondoa baba mapema. Kwa hiyo unakuwa unaishi ni mwanamume lakini una umama kibao. Yaani tukikuangalia tu wewe ni una umama kibao. Sasa unajua umama ni kitu kizuri sana, lakini haufai kukaa kwa mwanamume. Sasa ile ni spirit ya supremacy. Inatoka wapi? Kwa watawala wa zamani. Wale wanawake wa zamani walifanyaga yale maringi, walikuwa wanaimba na wakatoa miungu yao. Kule Sanya Juu kuna mahali pana masale. Masale ni yale majani ambayo kule kwetu Moshi yanatolewa matambiko. Yaani kuna bonde liko kama hiki kiwanja cha kanisa la Moria, kama viwanja 4. Hawa jamaa walikuwa ni Wasia. Watu wanaofahamu Wasia ni Wachaga dhaifu kuliko Wachaga wote. Kwa nini? Hawa Wasia kwenye miaka si ya mbali sana, 1800,
Walienda kupigana vita, historia inasema walienda kupigana vita na Wamasai, na walipoenda kupigana vita na Wamasai wakawashinda Wamasai. Walipowashinda Wamasai wakarudi vitani. Waliporudi vitani, wale wanaume kwenye ule uwanja wa kuimba zile nyimbo tumeshinda, wakawa wanaimba, wakasema sisi wanaume wa Kisiha ni majemedari, sisi ni zaidi ya Mungu. Hata mbingu ikishuka tutaizuia na mafumu, ardhi ikitokota tutaizuia na mafumu. Wakasema sisi ni miungu, maana ilikuwa ni ngumu kuwashinda Wamasai, lakini wakawapiga. Wamasai wanaheshimika. Masai ndio waliomuua Mangi Orombo wa Rombo, aliyekuwa mtawala mwenye nguvu sana kule Rombo, anaitwa Mangi Orombo, aliuawa na Wamasai. Kwa Wamasai waliwanyanyasa makabila mengine, maana Wamasai wana nguvu za mili, wana misuli, wana utaalamu wa vita, na walikuwa wanakula chakula, maana wanakula nyama. Waliwatesa Wachaga. Wachaga kule kwao kuna mapango kibao. Wameru wamekimbilia milimani kwa sababu ya Wamasai. Na Wachaga Wasia waliteswa na Wamasai, hao wanaokaa hilo bonde la Kia kwenda hivi. Sasa walipowashinda kwenye ile vita, wakarudi wakijiita wao ni miungu, miungu inayetembea. Mbingu zikishuka tutazizuia na mafumu, tutazizuia na nini? Na mikuki. Wazee wanasema ilishuka radi, wale watu wote pale pakadidimia, pakajaa maji. Baada siku kadhaa masala yakaota pale. Lile jeshi lote la Wasia likazama, na tangu pale Wasia wakawa watu dhaifu, waliotawaliwa na Wamachame, wakanyang'anywa ardhi yao, wakatawaliwa na Wachaga, wakataliwa na kila mtu. Mpaka leo Wasia hawana identity ya kihistoria. Mnanielewa vizuri kidogo? Jamani, mnanielewa vizuri kidogo? Kwa hiyo wewe usishindane tu. Unapooa, unapoolewa kwenye familia, kuna supremacy, kuna roho ambazo, yani mke akija hata kama ni mzuri, yani unaoa kadada kadogo, lakini kakishakuja kwako, ile spirit ya damu kakifikia miaka fulani kanaanza kutawala nyumba. Unashangaa baba alikuwa na nguvu, anaanza kuwa dhaifu mwenyewe, ananyongonyea mpaka anashikwa mkia, anavutwa tu kama mbwa. Baba akienda huko ukimuuliza atasema muulize mama. Wahindi ndio wana hiyo tabia. Wahindi wengi unawaona, matajiri wengi, wanawake wana mamlaka kwao. Kwa nini? Kwa sababu mila yao wanawake ndio wanalipa mahari. Wahindi, wanawake wa Kihindi ndio wanalipa mahari. Kwa hiyo mdada kwao ili aolewe anakulipia mahari. Sasa amecheka, tafuta Muhindi tu, ni rahisi. Lakini na ujue unaenda kutawaliwa. Yaani Muhindi ukiwa pale umeoa, anasema bana, ongea iko na mama bana, kama mama kubali mimi hakuna shida yote. Kwa wewe ukitaka hoja yako ipite kwa mama, sasa unaongea na mama vipi? Mama anakaaga dukani na amenyamaza. Na ndio unaona wanawake wa Kihindi wana nguvu sana. Wale ambao wamekaa karibu na Wahindi wanajua hiki kitu. Na hiyo roho nimeiona mimi, mpaka hata kwa marafiki zangu wachungaji wa huko Ulaya wameoa wanawake wa Kihindi. Yaani mama amekuja, ajui vitu vingi, ni kama giza, lakini ndio mtawala. Yaani akitoki kitu kama hajasema. Mwanamume wa kizungu bouncer, kapigwa pini, hana cha kukohoa. Na mwanamume ukimnyima supremacy, ukimnyima kichwa, ni sawa na umemkata kichwa. Yaani ukimnyima utawala nyumbani, yaani umemfanya zezeta. Ni heri hafe, heri mwanamume afe kwenye hilo boma kuliko abaki hapo akiwa mama. Niliwaambia wanawake kule Mererani, wanaume hawawezani mashindano. Ukianza mashindano kwenye ndoa yako, waga mume wako akiwa mstaarabu anakuacha. Si kwamba hawezi, hakuna mwanamume anayeweza kushindana kwenye mashindano ya familia, hawezi. Nataka ukitaka familia isiendelee, we mwanamke leta mashindano. Once mume anakuambia jambo unasema hapana, unajitetea. Anaambia hivi, hapana, unajua ingekuwa hivi. Yaani wewe mwanamke umeumbwa na Mungu kukubali ndio. Alo, yani mume wako ni mfalme. Hata akisema, hebu fikiria, story ya Vashti imeandikwa. Jambo lolote ambalo mume wako atalisema kwako ambalo sio dhambi na aliende kinyume na mapenzi ya Mungu, kwako ni ndio. Nasema tena kwa jina la Bwana, nasema ndio. Hutaki kusikia, nasema sema tena ndio. Usianze kuleta story, unajua hivi baba, sasa tukitoa hii pesa yote tutapeleka wapi? Unajua ndio maana Ibrahimu alijua, nikichukua hizi story nikampelekea Sara kwamba tunachinja katoto, hii ngome imeisha. Kwa hiyo alimwambia tu, wewe Isaka beba kuni twende. Hakuna Sara kuambiwa fika kule mwana kondoo kwa, tutajua mbele kwa mbele.
Oh baba, unajua, sikiliza, kuni tunazo, kibiriti hakuna. Wewe usiulize maswali. Mama anauliza, sasa mnaenda wapi na kijana? Unauliza nini? Wanawake mko hapa, mnanisikia vizuri? Ukiweza kuushinda moyo wa mume wako au wa mwanamume kwa maneno mazuri ya mahaba, ukamfurahisha, ukajenga hoja kama alivyofanya nani? Esther. Ukamtengenezea chakula kizuri, ukamsifu, ukamwambia kama kuna wanaume huku duniani ni wewe baba Alfa. Yaani mzee Saidi alizaa mtoto, ningemuonaga, ningempikia kitalolo. Yaani alizaa mwanamume na shoka. Yaani nikikuangalia kwanza mkono wako baba, hebu fanya hivi. I say, hivi wanaume wote wanakuwa kama wewe. Yaani nikikuangalia, I say jamani, hivi hebu ruka mume wangu jamani. Si ningekufanya uwe hata bondia. Hivi ungefanya ukakata tiketi kwenda kupigana na Tyson, utamtoa knockout kweli wewe? Mbona unaonekana kama ni mbabe sana? Yaani mwanamume analegea kabisa, anakuambia mke wangu unataka nini? Kama nilipochukua hapo. Neno hapo juu ya kabati, chukua tu. Lakini ukishaanza maneno naye, akikwambia kitu, hapana, nimechoka, unajua mama fulani sitaki, huyo mtoto ngoja. Baba anatoa mtoto, wewe njoo hapa Alfa, hebu njoo mara moja. Hapana, nimemtuma. Umeisha. Wafa wewe. Kibudu. Yaani baba Alfa uko wapi? Tayari ana hela, ametumwa unga na ugali unakaribia kuiva na unga hautoshi. Baba akimuita imeisha. Kimbia Alfa, kimbia, wai tu utamwai baba. Alfa, mwambie baba yako amekuita, rudi. Sauti ya baba ni sauti ya Mungu nyumbani. Sijui kama mnanisikia nyie. Mimi nitawaambia hata kama mtaki, mtabeba vibobo sana vya mafuta na maji, mtabeba sana. Mume akishajua kwamba wewe unamsikiliza, alafu kimbia, Alfa rudi. Sasa kwani ulikuwa unaenda wapi? Ugali hapa nimemtuma, ugali ulikuwa unataka kuiva, nikaona unga utoshi na 500 hapa, aongeze robo ya unga. Sasa mwache aende akimbia, arudi mara moja. Hapo umeipata baraka yake. Lakini anamuita, sasa nimemtuma mahali. Yaani mimi sijui niongee zaidi, lakini okay, naongea supremacy. Wangapi wananikubali, bado wananifurahia, bado mama Hilda unaniona tu hivi, jamani unisamee dada yangu. Kwanza na wewe sijui ni mkibosho, sijui ni machami. Hizi ni roho zinatawala. Mungu akaniambia wafundishe wanawake. Kwa wanawake wa kimachame nilikuwa nao, nikawaambia cha kufanya, unajitenganisha na nguvu ya mauti ambayo inakujaga. Kuna siku Samuel nilikwambia, wewe una bahati sana, una mke mnyenyekevu, una mke aliyeshuka chini. Kwa maana ukishampata mke ambaye anasikiliza. Yaani hapa nsia, Samuel yuko Lindi, lakini hawezi kufanya kitu bila Samuel kusema. Sasa sijui kwa kuwa Samuel ni Mkuria, na mimi nabadilisha kabila langu kuanzia leo, na mimi naitwa Mkuria bwana. Ili mama akaya ashika adabu. Unajua ukishasikia mtu ni Mkuria, yani mwanamke yote anakaa mguu sawa. Maana Mkuria anaga moja katika mbili. Yaani yeye kuchukua shoka akaweka juu ya kichwa chako ni mambo ya kawaida tu. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi roho zinafanya kazi na nini? Na damu. Ardhi imelaaniwa. Mahali ulipozaliwa panaongea sana. Unajua nataka nikukimbize tukaombe. Nilishataja, usiandike maana nilishataja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nataka kurudi kwenye maneno. Jana niliongea kidogo kwenye majira. Leo nataka kurudi kwenye nini? Kwenye maneno. Katika kitabu cha Ayubu mlango wa 5, kumbuka tunazungumza vitu ambavyo shetani anavitumia kuhamisha matatizo ya familia. Moja kati ya lango kubwa linalohamisha matatizo ni maneno, kinywa, mdomo, ulimi. Sisi ni matokeo ya maneno yaliyotamkwa. Andika hii point. Watu nao waona ni matokeo ya maneno yaliyotamkwa. Mtu anaumbwa na kufinyangwa na maneno. Mtu ni matokeo ya maneno. Mtu anafinyangwa na maneno aliyosikia. Hakuna mtoto mzuri wala mbaya, huaga anafinyangwa na yale maneno ya kwanza aliyofanya nini? Aliyoambiwa na watu waliompokea duniani. Kuna mtoto alizaliwa ni Esau. Alipotoka ni kwenye kitabu cha Mwanzo, nafikiri mlango wa ngapi? Titus atanisaidia kutafuta. Sio Esau, ni katoto kalikuwa Kanani, kamezaliwa Kayuda Kanani. Kalipozaliwa kakatoka haraka. Yaani tazama, yaani katika kuzalisha watoto ndani kuna mapacha. Alafu katoto kamoja kakatoa mkono ili katoke. Sasa unajua wale ambao wanajua mtoto hawezagi kutoka kwa mkono kwanza. Mkunga akachukua kamba nyekundu akakafunga, alafu kakarudisha mkono.
kababe. Umeelewa eh? Alafu kakakaa mwenzake kakazaliwa. Kalipokuwa kanazaliwa kale kaja kwa mbio. Mkunga akasema, wewe mbona una fujo sana? Mambo ya fujo yataambatana na wewe. Yaani ero utakula kwa mangumi, ili uoe lazima upigane, ili ule ugali lazima ndundi. Yaani kila mahali ukiona unakaa, hata kama ni dereva toyo, ukipaki kijiweni ni kama unakuwa umegombana na matoyo wote na majirani wote. Halo? Kama si wewe, kuna rafiki yako unamjua, huaga anaga patano na mtu. Huyu mtu ana maneno ya fujo, violent words. Alipozaliwa kuna maneno yaliyotamkwa kwake. Umezaliwa tu, unajua, sijui mimi nisemeje, lakini naamini utanielewa. Amen. Biblia inazungumza katika mlango wa Ayubu, mlango ule wa 5 na mstari wa 21. Biblia inasema, utafichwa na mapigo ya ulimi, wala usiogope maangamizo yatakayokuja. Utafichwa na mapigo ya nini? Ya ulimi. Maneno yanabeba mapigo. Yaani Biblia inasema wewe utafichwa na maneno ya nani? Ya ulimi. Isaya 54, nilisema lile andiko, nataka tulisome pia. Nataka tuwe na background ya kuomba, maana Roho Mtakatifu ameniongoza sana leo. Tutaombea 54 na mstari ni wa 17, 19, 17. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakayoinuka juu yako katika kuhukumu utahukumu kuwa mkosa. Kwamba huo ulimi, maneno yanayosemwa umekosea. Wanasema huyu jamaa anapambana hapa, hatafanikiwa, hatatoboa, hatafaulu, hatachaguliwa, hataenda mbali. Hayo ni maneno ya ulimi, usiyapuuze. Hayo maneno yana nguvu kuliko kombora la nyuklia. Lakini tayari kuna ahadi. Biblia haiwezi kuja ikawa inapigana na hewa. Kuna maneno haya. Bwana asifiwe sana. Huu ndio urithi wa watumishi wangu na haki yao itakayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Maana yake ukiokoka unapata haki ya kulindwa na kusimama na kushindana na maneno yaliyotamkwa. Kuna mtu huko hapa, una ndoa nzuri, mume wako ni mzuri kwa kweli, mke wako ni mzuri kwa kweli, lakini kuna maneno yalishatamkwa yuko kwenye kizazi na vizazi yanayosema hakuna atakayeolewaga kwenye hili boma akatoboa uzee. Kwa yale maneno, majira yakifika, nikwambia haya maneno huwa yanafanya kazi na majira. Unaolewa vizuri kabisa, yaani unaolewa vizuri kabisa, lakini ule muda ukifika wa yale maneno kutimia, ndoa inaingia mgogoro. Maana yake kwenye ulimwengu wako wa maneno, ulimwengu wako wa roho, kuna maneno yalitamkwa. Kule kwetu kuna familia, kuna jamii, hata kuna koo hauoi. Marangu, sisi wa Kibosho mtanisamee, Marangu, kule Marangu nyumba ilikuwa ijengwe ikaelekea Kibosho. Marangu ni mashariki, Kibosho ni magharibi. Nyumba zote za wazee wa Marangu zilikuwa zinajengwa, milango yao inaangalia mashariki, inaangalia kaskazini, itaangalia kusini, lakini haitaangalia wapi? Magharibi. Maana magharibi ndiko wanakotoka Mangisina. Mangisina alikuwa mbaya. Mangi wa Kibosho aliwaua sana watu, na wakalaani hiyo miungu ya Kibosho, na wakasema hata nyumba haitajengwa iangalie Kibosho. Ujenge nyumba iwe naangalia Kibosho. Kila siku unaota ndoto za kufa, kila siku mnapigana. Sasa wewe fikiria huku kule Marangu na umekuwa kijijini. Nilikuambia hivi, roho za kwenu huwa zina nguvu sana ukiwa kijijini. Hivi sasa hivi watu walioko kule Marangu wanajua hayo maneno. Wanajenga tu nyumba, wanajenga tu nyumba zinaangalia. Sasa sikia, kama wewe hayo maneno huna nguvu, na ulijui hili neno la Isaya 54 mstari wa 17 kwamba kila ulimi hautafanikiwa juu yako, na kila maneno yaliyotamkwa juu yako hayatakuwa, na neno la mchongezi halitafanikiwa kutoboa kwako, kama uyajui na ukayafuta kwenye ulimwengu wa roho, na ukasimama tena wakati mwingine na sadaka, yale maneno yanakupata, unajenga hiyo nyumba, hukai ndani yake. Na ilikuwa yoyote anayejenga nyumba ikaangalia Kibosho hakai kwenye hiyo nyumba. Yule Mangi na wa Kibosho walikuwa wabaya mno, walikuwa wakatili, wauaji, wanafanya vitu vya ovyo. Kwa hiyo kukawa na uadui.
Sasa sikiliza, kumbuka Wachaga wote ni ndugu. Mimi nikimsikiliza Machame anaongea, mimi ni Marangu nasikia, Mkebosho akiongea namsikia, mpaka Mero akiongea, sisi wote ni ndugu. Lakini tulitawanyika hapo katikati, na kilichotutawanya ndio hicho kimeleta makabila. Kilipoleta makabila hakijayaacha makabila na amani. Kuna maneno na miiko ilitamkwa. Nakupa mfano wa vitu ninavyovijua. Ukija kwa Wachaga na Wasambaa, yani Wachaga hawaoi Msambaa. Wanakuambia Msambaa ukioga, kuna msemo wa Kichaga unasema ukioga na Msambaa hautatakata. Maana yake whenever you do anything with Msambaa you will never prosper. Kwa nini? Kwa sababu Wasambaa walitoka kwao wakaja mpaka Marangu Mtoni pale. Wale ambao wamesoma vitabu vya zamani vya historia, wakapigana na Wasambaa. Wale Wasambaa, Wachaga wakawapiga Wasambaa. Wasambaa wakakimbia kurudi kwao. Walipofika hapa Same wakabaki, na Wachaga walikuwa wanawapiga Wapare wapige. Kwa wale Wasambaa wavivu wachache waliokimbilia milimani pale wakabakia, wakaitwa Wapare wale. Kwa hiyo Wasambaa wenyewe wakateremka kwao Lushoto, na Wapare wakabaki hapo wachache, na ni wale Wapare Wasambaa wafupi sana wasio na nguvu ya kukimbia ndio wakapanda milimani. Historia inasaidia sana. Kwa hiyo Wachaga wa huku kaskazini wakaenda chini na Wasambaa wakapanda juu, wakachangana nako, wakatoka na watu wa Arusha chini na Wamasai, likazaliwa kabila kubwa tu la Wapare na Wataita. Ndio naona Kipare kina lugha kinachanganya Kisambaa. Msambaa akimsikiliza Mpare anaongea anamuelewa, kwa maana ni ndugu wale. Na Mchaga ana maneno hapo. Kuna watu wanaitwa Wagweno hapo, wakiongea wanaelewana. Hii ni historia. Yani Mgweno akiongea utazani ni Mchaga wa Marangu. Naongea kwa wale watu wanaokaa hapa kaskazini kidogo. Yaani unajua hizi ni kama vile tunasema Mbauda na hapo Sombetini na hapa chini hivi Olasiti. Hizi ni historia. Sasa sikiliza, hivi ni vitu vya kweli vilitokea. Sasa maneno yaliyotamkwa kwenye zile koo, naongea kitu ninachokijua. Wewe peleka haya maneno kule kwenu Singida, peleka haya maneno kule kwenu Dodoma, kule Tabora. Sikiliza, ili uweze kushinda kuna maneno yametamkwa. Na unajua wanayatamkaga na kutoa sadaka. Sijui nikueleze zaidi wapi. Mimi babu yangu alikuwa msaidizi wa mangi. Baba yake alikuwa ni mangi msaidizi. Kwa hiyo wakati babu yangu mzaa babu anataka kufa, alikuwa na kijana mmoja wa kwanza wa kiume. Na huyo kijana akawa anachaguliwa, babu yangu mzee Kisachilia anachaguliwa awe mtawala wa nini? Wa Kichaga. Alipokuwa awe mtawala, mimi ngoja niongee na Samuel labda atanielewa sana. Sikiliza, babu anaandaliwa, kulikuwa kule kwetu, ukiwa wewe ni mtawala huruhusiwi kuzaa. Kuna maneno ya wazee walikaaga zamani, wakasema ukizaa mbasa kosambasa, yani ukizaa watoto wawili wewe una mawazo mawili. Kuna mzee alitawala zamani, alikuwa na watoto mapacha. Hakuwa na mtu mwenye maamuzi. Alikuwa akikaa kwenye baraza, huwa anasema hivi, kesho anasema hivi. Nani mtawala? Ni mangi. Wazee wakakaa, wakatafuta matatizo ya huyu mzee, kwa nini anakuwa na double mind? Wakagundua na watoto nini? Mapacha. Wakalaani, hata kuwepo mtawala kwenye kabila hili atakayekuwa na watoto nini? Mapacha. Wakalaani, na alaaniwe mtu yule atakayezaa mapacha kwenye ukoo wa kifalme wa kwao. Babu anakuja kuoa, anaoa mke wake, ameoa mke wake. Bibi yangu alikuwa mdada mrembo mweupe wa ukoo wa kina Makundi. Akaja anapata mimba, anazaa watoto mapacha, mtoto wa kiume wa kwanza na mtoto wa kike wa pili. Na huyu ndio mtawala anayekabiriwa kesho kutwa. Sikiliza, nimekaa hapa mimi siku moja nimeomba Mungu kwa ajili ya uzao wangu. Mtoto wa kwanza akafa. Tumeomba tukapata mtu mmoja kutoka Dar es Salaam, alikuwa ni mkuu wa jeshi. Huyu alikuwa ni captain wa jeshi, ni mama mwanamke, anaitwa Mama Mashaula. Huyu mama alikuwa ni daktari wa Mama Nyerere na Nyerere mwenyewe. Alisoma India, akaokoka. Yule mama akaja akamchukua mke wangu Rauzi hapa. Mama yangu ni kweli nayasema. Akamtunza. Tukaanza kupanga namna atazaaje, labda ana tatizo la uzazi. Yule Mama Mashaula alikuwa ni mtu mkubwa, anatembea na bastola, ni mzee. Akaja chukua mama Bishop akapata mimba, watoto mapacha tumboni. Kumbuka wa kwanza amekufa. Mimi nimemkasirikia Mungu mwaka mzima. Mama anapata mimba ya pili, mapacha tumboni wanakufa.
Hivi unamuelewaje Mungu? Nimekaa nimeomba, siki. Unajua hivi vitu ninavyokuambia ni vitu nimeviishi, ni vitu tumepambana navyo. Unajua leo nikisema mimi Bishop na watoto 8 unashtuka. Yaani hawa watoto ni matokeo ya vita vya uzao. Unataka kuzaa watoto wazuri? Mungu akaniambia, wewe sikiliza, mzaliwa wako wa kwanza na alimuua. Kwa nini? Kwa sababu wazaliwa wote wa kwanza wa kwenu ni mazezeta. Wale mnaojua sasa hivi pale nyumbani kwangu kuna kaka yangu mkubwa anaitwa Robert. Si mnamjua? Na hawawagi mazezeta wakiwa wazee. Wanakuaga mazezeta wakisha kuwa watu wazima. Mungu akaniambia, yani ni mwaka wa pili, na wakati huo ndo nimemzaa sasa mtoto wa kiume ambaye sasa leo ndio wa kwanza, lakini yeye ni mzaliwa wa 3. Wakati niko pale KSMC, nina mke ana mimba. Nimeingia wodini. Mama yuko pale, madaktari akafanyia operation asifanyia operation. Nikaingia, nataka kutoka, niko juu gorofani. Kama sijui gorofa ya 3 sijui ya 4, nataka kujirusha chini. Nimekaa pale, Roho Mtakatifu akaja mtu, nimekaa hivi naangalia ngazi nijitupe, akanipiga mgongoni, ambaye alibariki. Nikaona kama nimeangalia, nenda kamwombee mtoto, ana vita tangu tumboni mwa mama yake. Nakumbuka tayari hata jina sitaki kumpa. Yaani huyo mtoto alipewa jina na mama yake, sio mimi. Sikutaka kabisa. Nianza kumwambia Mungu, kama hivi mimi nimeomba, umenipa mtoto wa kwanza, nimempa na jina, anaitwa Baraka. Baraka huyu anakuja anakufa. Alafu leo unaniletea tena mwingine. Sina habari. Anaenda, wanakuja mapacha wanakufa. Nikafika pale KSMC, nikaambiwa pima, nikapelekwa pale nikapimwa. Yaani yule daktari aliyenipima niliishia kumuombea. Maana alijua mimi na matazo mengi, hatuwezi kuwa tunaua watoto hivi. Kwa hiyo nikarudi, ananiambia kamuombee. Nikaondoka, nikafika wodini pale mahali mke wangu alikuwa amelazwa, na mtafuta simuoni. Nikajua kwisha. Nikauliza wenzake, sema amechukuliwa sasa hivi kwenye chumba cha operation. Ni chumba cha operation, chumba cha ward, labor ward. Nikaenda kwenye labor ward, nikakuta wamelazwa kama hivi unavyoona. Kule KSMC usifanye mchezo. Wanawake, nikafika pale nikagonga namba 3. Nikamuuliza nesi aliyekuwa pale wa kiume, tafadhali naomba kumuaga mke wangu. Hauruhusiwi kuingia. Ukifika pale unapewa gloves na viatu na jaketi. La wapi? La theater. Hauruhusiwi kuingia. Ni daktari tu anaingia, na hata yakiingia anabadilisha, amekuja na nguo zake hizi, anavaa nguo nyingine. Wewe unaingiaje? Yaani yule alikaniangalia hivi, akaniuliza tutamjua. Yaani akapigwa, yule aliyenigusa mgongoni akampiga ganzi. Nikamwambia ndio nitamjua. Nikaingia, nikafika, nikaona wamepangwa, yani kwenye tray, kuna tray la chuma liko pale na vioo, wamepangwa wanawake wote, hamna mwenye nguo hata mmoja. Nikapita, nikaangalia, yani kama sasa kuku wa kisasa. Unajua sasa hivi nikachukua kuku wa kisasa wale wa broiler, nikawaweka hapa chini, alafu mmoja nikamwambia ndio wa kwako. Nakwambia hebu sasa mtafute. Utamtafutaje? Lakini nikaenda, maana unajua wanawake wote wenye mimba ni wanene na wanalingana. Hata kama kalikuwa kadogo kanakuwa kanene, tumbo kubwa. Nikaenda nikamwona huyu, nikafika nikabandika mkono, nikamwambia na kuamuru amka kwa jina la Bwana. Rauzi akashtuka. Akaniuliza, baba wewe, maana najua wewe ni mkorofi, umekujaje huku wewe mwanamume mbaya wewe? Umekujaje huku watu waingiaje? Umeingiaje huku? Sasa na ugomvi na mimi nikaachana na kesi yake. Nikasema tulia wewe. Amka mtoto, na kuamuru amka kwa jina la Bwana, na kuvisha silaha ukiwa tumboni mwa mama yako, na achilia Roho Mtakatifu, ujazwe Roho Mtakatifu kama alivyojazwa nani? Yohana Mbatizaji akiwa ndani ya tumbo la Elizabeth. Na mimi nasimama kwa neno la Bwana na kuvisha silaha zote za vita. Pokea kwa jina la Bwana. Katoto kakarusha miguu, kakapiga miguu. Yaani sekunde 3 mimi nikatoka. Nimefika pale nikakimbia. Zamani kulikuwa hamna simu. Kwa simu zilikuwa moja yale mamiche unavuta. Nafika naambiwa hongera sana. Daktari ananipigia simu. Maana mimi nilikuwa ni muuza simu wa kwanza. Hongera kwa kupata mtoto wa kiume. Nikamwambia haya, wala hamna asante. Nikakata simu kaweka pale chini. Nikaweka simu chini, nikakaa kwenye kochi pap. Fikiria nyumba ilikuwa nasubiri msiba wa 3. Nimekaa hivi, hamna mtu. Wewe fikiria, nyumba nilifukuza watu wote. Mtoto wangu wa kwanza amekufa, sikumzika. Mtoto wangu wa pili, mapacha walikufa tumboni, wametolewa, sitaki kuwaona. Sikujua hata walienda wapi. Nimekasirika, lakini hasira haiondoi maneno yaliyotamkwa.
wazee walisema asiwepo mtu mkuu atakayezaa watoto nani? Mapacha. Sasa baada ya hapo, anyway, to shorten the story, nikaenda Moshi, nikachukua wajukuu. Saa hizo Mungu akaja akasema na mimi tuombe na tupambana zile roho. Tukafunga na kuomba siku 8, mimi na mke wangu. Tukaenda Ngaramtoni FPCT kule. Tuliomba siku 8 kuomba na kufunga. Kidogo mama Bishop afie njiani. Mama mmoja alikuwa anaitwa Mama Merisheki, akaja akatuokoa, akatuletea kauji, tukanywa. Ndio vijana. Sasa tumekaa, ndio tumezaa sasa watoto. Nikachukua watoto na wajukuu, na unajua mimi ninapenda kubeba beba. Na watoto na gari sio ya kwangu, nimeazima gari ya mtu. Jaza watu, nikaenda kwa babu yangu. Nafika pale kwa babu yangu, babu aliponiona nimekuja na watoto, alipowaona wale watoto wajukuu zake, babu akaanza kilio. Kwanza babu akaingia ndani, akatoa hela, akaenda kununua kreti zima la soda, zikaletwa, akaweka hapa, sema vitukuu vyangu kuleni. Wakala. Babu akaanza kulia, akalia, babu akalia. Nikamwambia babu nini? Akaniambia unajua kwa nini watoto wangu wa kike wanaitwa Chihio wajukuu? Hapana. Furaha unajua? Hapana. Nilikuwa nimezaa. Akanieleza hiyo story. Yeye alikuwa Mangi Mchili, na atamko lishatoweka, asiwepo mtu mzima mwenye uwezo atakayezaa nini? Atakayezaa mapacha. Kwa mimi mke wangu alizaa mapacha, watoto wa kwanza. Nikamchukua yule mtoto wa kiume nikamweka, akatunzwa. Tukapiga nderemo nguli ili mtoto wa kike kiume amefanya nini? Amezaliwa. Na akizaliwa ni mtoto wa kiume ni mtawala. Ukoo wote na Mangi wote wakachemka, na mbuzi na ng'ombe zikaletwa. Lakini kumbuka amezaa mapacha, na kimapacha kile kingine kimebaki konde, wanaita ndingoni, sijui kwenye zile nyumba za misonge. Sasa nyakati zile ulikuwa uwezi kumtoa huyo mtoto, maana vijiji ulikuwa uwezi kuwa pale usio na kwenu, kila mtu lazima ajulikane. Katoto kakalelewa, babu akasema alikalea hako katoto, kakalelewa kwenye nyumba, kamefungiwa mpaka katoto kakaanza kutembea. Usiku tu ndiko alikuwa kanafunguliwa kanaenda. Kumbuka mama yangu na yeye alipokuwa akazaa mtoto wa kwanza, akazaa mtoto wa pili, mtoto wa tatu, walikuwa ni mapacha wawili wa kike. Walipofikisha umri wa wale yule mtoto, na wao wakafa, na alikufa mmoja leo, mwingine akafa kesho. Mama yangu angekuwepo hapa ungemuuliza. Nilimuuliza mama walifia nini, anasema sijui tu, mtoto aliamka akafa mwenyewe, mwingine akafa usingizini. Yale maneno na kile kitendo. Babu anasema siku hiyo nimekaa hapa, ananionyesha, unaona ule mti pale? Nikamwambia ndio babu. Akasema nilikuwa na kasichana karembo, mama yako haoni ndani, katoto kangu ka miaka 3 4 kakike, nikakaki hiyo, maana yake furahi. Lakini siku hiyo nimekaa saa 6 ya usiku, baraza la wazee la Mangi likanifuata, likaniambia fanya maamuzi leo, tukutangaze umezaa mapacha, ufukuzwe mjini, upelekwe kule ng'ambo na ulaaniwe na watu wote, ama tukaue aka katoto. Babu akaanza kulia, akaniambia sikiliza, wakachimba shimo mwanangu. Nakumbuka na koroboi, Chihio akachukuliwa akiwa mzima, akasimamishwa Chihio, wakamfukia akiwa anaona. Mtoto wangu akafiki, babu akalia kilio. Nikamuongoza babu sala ya toba, nikamuongoza babu maombi ya kutubu juu ya hiyo roho, na tukasimama mimi na babu tukavunja ile laana ya alimuua mtoto wake. Fikiria kama sasa katoto kako aka Daniela kanafikia huo umri wa Daniela, alafu mnaenda kwa ajili ya manufaa yenu mbakie madarakani, mnakachimbia mnakaua kakiwa hai. Hiyo laana inakaaje? Alafu wewe bariki unazaa mtoto na Mungu amekupanga kuja kuwa mtu mkuu. Yaani mimi wakati huo Mungu ananiita, sikuwa najua nitakuja kuwa askofu mkubwa namna hii. Na sasa vile ni vitu, ni matamko yaliyowekwa ili kuzuia. Sasa Mungu ananiuliza, wewe nilipokuwa hivi vitu, mimi nilikuwa nikiambiwa nasema ya kale yameisha, achana mimi, laana gani nyie, nendeni huko wapi, sisi tumeokoka, damu ya Yesu imetutakasa, hakuna chochote. Mungu anatuacha tu. Kwa hiyo Mungu alinifundisha kwa namna hii, na ananipa hivi ili wewe utie maanani. Kuna nani amesikia? Kuna nani ameelewa? Kuna nani hata puuza tena? Kuna nani hata puuza tena? Kuna nani hata puuza tena? Hiyo roho haitakufuata wewe kwa jina la Bwana.
nasema kuna roho haitakufuata tena. Tunazivunja zile roho maagano, watu waliotolewa sadaka, waliozikwa kwa siri au wajui, matendo yaliyofanywa mabaya, watu waliouawa kwenye miti, kuna watu walionyongwa ili nyie msiwe wakubwa, kuna watu waliotoa sadaka, kuchora mstari kusema akina Magero hawatazidi hapa. Na mimi nasimama kwa jina la Bwana na ufuta huo mstari kwa damu ya Yesu, na ufuta huo mstari kwa damu ya Yesu. Nafuta hiyo mistari iliyowekwa, ukavuke uende kwenye baraka zako. Yalitamkwa na majini na yalitamkwa na wahenga, baba zako waliyafanya, lakini sisi kwa damu ya Yesu tunabatilisha huo ubaya. Kuna maneno yalitamkwa, yamebeba laana, yamebeba mauti, yamebeba ubaya, yamebeba kifo, yamebeba huzuni, yamebeba talaka, yamebeba ndoa kufa. Ninatamka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ya kwamba hayo maneno kwenye ulimwengu wa roho jioni ya leo yanaenda kufa, na mtu mmoja aseme amina.